Kwa majina mimi naitwa Lightness John Kitomani, ni mwenyeji wa hapo kwa Morombo. Mimi nilikuja kwenye huduma ya maombi kama sikosei ilikuwa mwaka 2009, nilikuwa bado mwanachuo. Nilipokuja kwenye huduma hii nilikuwa kipindi hicho napitia changamoto sana kwa sababu nilikuwa sina namna ya kupata ada. Kwa hiyo nilikuwa nakutoroka kila siku ya maombi inakuja hapa. Nilikuwa nakuja tu kwamba Mungu anisaidie ili kwamba nipate namna niweze kusoma kwa sababu baada ya maisha yangu yaona yalikuwa magumu, niliona gemeo lingine ni kupata kazi. Kwa hiyo nilikuja hapa mara kwa mara kila siku ya Jumanne, nikakutana na mtumishi wa Mungu akawa ananiombea. Mungu alinifanyia nikasoma mwaka 2011 nikawa nimemaliza chuo Arusha Teachers. Baada ya pale niliajiriwa. Kwanza nilikuwa pale chuoni kabla sijamaliza, nilienda field. Nilipofika field, waliponiona wakasema, "Mbona kama wewe ni umeshakuwa mwalimu tayari?" Nikamwambia mimi bado sio mwalimu, ni mwalimu wa field. Wakaniambia, "Tunapokuona tayari wewe ni mwalimu. Kwa hiyo ukiwa hapa tunakutamkia kwamba baada tu ya field yako rudi hapa, nafasi yako ipo." Nilirudi pale nikaanza kazi. Niliporudi chuoni tukafanya mtihani. Nilipomaliza mtihani mwezi wa 6, tarehe 11 niliajiriwa rasmi. Niliajiriwa nikaendelea kufanya kazi katika shule hili. Namshukuru Mungu, Mungu alinipa kibali. Nilipokuwa nazidi kuja hapa, siku moja nikawa nimekuja hapa, nikawa tunatamkiwa, nikaambiwa kuna watu wanaenda kupokea vyeo. Na kweli kwenye kundi hilo na mimi nilikuwa mmoja wapo watu walitamkiwa vyeo. Nilipofika pale ikawa yule mwenye shule ameniona na amenikubali, akawa amenikabidhi shule ya kusimamia watoto wadogo. Nimeifanya ile kazi, Mungu hajawahi kunipungukia. Nikiwa hapa siku nyingine nikawa niko hapa nikaambiwa kwamba kuna watu walio katika eneo hili lakini Mungu anaenda kuwafanyia miujiza. Kati ya watu watakaenda kufanyia viwanja, wako watu katika eneo wataenda kufanyia viwanja, na mimi nilipokea kiwanja. Wakati huo nikiwa nimepokea kiwanja, kuna siku nyingine nilikuja hapa nikaambiwa watu wenye viwanja vao Mungu anaenda kuwafanyia na wanaenda kuanza kujenga nyumba yao. Mungu ni wa ajabu sana. Nimejenga nyumba. Na nimejenga nyumba sio nyumba ndogo, nimejenga nyumba kubwa ambayo inamtukuza Mungu wa mbinguni. Na imani kwamba Mungu atakaponimalizia nyumba ile, Mungu anaenda kunifanyia kitu tofauti sana kwa sababu nyumba ile itakuwa ni nyumba kwa ajili ya watu wengi wa Mungu watakaoingia katika nyumba ile kwa ajili ya kuolewa. Lakini zaidi sana Mungu anaenda kunipa nafasi. Baada ya kutoka pale kwenye ile shule, nilijengewa nyumba kwa pembeni. Wakati huo kuna siku ambayo nilikuja tena hapa akaambia watu wanaenda kupokea ofisi. Kati ya watu waliopokea ofisi na mimi ni mmoja wapo. Mnaponiona hapa, ni kweli kuna changamoto. Hamna kumpenda Yesu ambapo hamna changamoto, lakini nimesimamia shule kama mkuu wa shule ya watoto wadogo. Na pale nilipo na ofisi yangu ambayo nafungua mimi mwenyewe asubuhi, nafunga jioni. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya namna ambavyo tulikuwa tunaishi kwenye shule. Ile shule ni shule kubwa. Kwa hiyo tukawa tumewekwa shule ya watoto wadogo na shule kubwa. Lakini siku moja kutoka kwenye hali ambayo si ya kawaida, yule mwenye shule akasema naenda kujenga nyumba. Na nitaenda kujenga nyumba shule ambayo ni shule ya ghorofa. Kwa hiyo nikajengewa shule ya ghorofa nje ya ile shule nyingine. Na baada ya hapo ile shule kukamilika mwaka 2023 nikabidhiwa rasmi ile shule. Na nilivyokabidhiwa alikuja yule mwenye shule mwenyewe akaniambia, "Hii ndio ofisi yako. Kuna viti vitatu." Akaniambia, "Unakiona hiki kiti kikubwa hapa? Hiki ndio kiti chako. Utakuwa unakaa hapa siku zote." Nikabidhi na ufunguo. Kwa hiyo ninapoongea hapa mimi na ofisi yangu iko gorofani. Namshukuru Mungu kweli kwa sababu kwa kiwango ambacho nilikuja nacho hapa na kiwango ambacho nipo ni Mungu tu. Kwa hiyo nipende kuwaambia wana Mispa, kama hujui utamu ya hii nguvu iliyoko Mispa, zubutu uone. Mimi nilikuja hapa naomba nimalizie hapo kidogo. Nilikuja hapa jana jioni. Jana jioni nilikuwa kama mgonjwa kabisa. Nilikuja hapa saa 1. Nikasema, lakini kwenye akili yangu kabisa nishajiambia kwamba mahali nilipopatia huduma ni Mispa. Nitaenda Mispa kwa vyovyote vile. Jioni nilikuwa najisikia vibaya, nikampigia mtu nikamwambia mchungaji najisikia vibaya. Akaniambia njoo. Ilikuwa ni saa 1, ni kwenye saa 11 kama na dakika 47. Akaniambia utakuja hapo, nikamwambia kweli nakuja. Nilipofika barabarani
tu ikasimama bajaji akaniambia twende. Ile bajaji ni mwendo akanileta mjini. Nifika pale mjini ananishusha kwenye bajaji, iko ice tayari iko hapa. Ice ni mwendo. Saa 12:00 niko hapa. Nilikuwa natembea kama mgonjwa. Jamani, yuko Yesu. Kama amwamini kwamba yuko Yesu. Mimi jana nilikuwa napumua kama mtu ambaye na dakika chache sana sapana kukata uhai wangu. Lakini huwezi kuamini, fika kwa mama mchungaji akaniombea. Baada ya kutoka hapa nilienda kulala kama mtoto mdogo. Jamani, kama unijui nguvu ya Mungu aliyoko Mispa, naomba simama kwa huyo Mungu, maana hata kuaibisha. Unavyoniona nilikuwa mwembamba, lakini nimenenepa. Na hapa soma nimenenepa kidogo, na kama nilipungua nilikuwa mnene. Kwa hiyo usikae hapa kwa wasiwasi. Hapa ni mahali sahihi ambako utamwona Mungu wako akifanyia maajabu yote. Amina. Aliongea hivi haya yote. Hapana, alikatisha si ndio? Mungu anafanya, si ndio? Nyanyua mikono yako. Sasa ngoja tufanye jambo moja. Katika jina la Yesu, navuvia hii nguvu na huo ushuhuda uende kwa watu hao wamekaa na kusikiliza. Sema amen. Amen. Mungu akakupe kibali kama alivyompa huyu dada. Amen. Mungu akakupe maisha mazuri kama alivyompa huyu dada. Amen. Mungu akakufanya kuwa sadaka ya madhabahu hii. Amen. Mungu akakufanya kuwa mkuu mahali popote ulipo. Amen. Sema Mungu, na mimi nataka kupanda viwango kama alivyopanda viwango. Sema amen. Basi kupanda sadaka ya kupanda viwango. Asante.